Faida nyingine ya kujua kusudi lako ni kufikia malengo yako kwa urahisi. Si kwamba maisha ni marahisi, si kwamba mipango inatekelezeka tu kirahisi. Fursa inaweza ikawepo, lakini vitendea kazi vinaweza vikakosekana. Lakini mtu ambaye anafahamu lengo lake la maisha, moja kwa moja itakuwa ni rahisi kwa yeye kutafuta nyenzo za kuweza kufikia lengo lake la maisha. Kwa mfano, unaweza kuwa na mpango wa kukua kiuchumi, wa kukua kifedha, wa kuwa na maamuzi bora kifedha. Utakuwa na uwezo mzuri wa kutafuta resources au rasilimali ambazo zitakupeleka kwenye hatua nzuri, nyenzo ambazo zitakufanikisha ili uweze kupiga hatua. Kwa sababu kweli ni kwamba unaweza ukatoka ukawa na malengo mazuri ya kiuchumi, lakini kushindwa kujua yanatakiwa kuyapeleka wapi, moja kwa moja unaweza ukashindwa kufikia malengo yako. Kwa kuwa na kusudi kuna kusaidia wewe uweze kutafuta nyenzo sahihi kuhusiana na kile ambacho unakifanya ambacho ni kusudio lako. Kwa mwisho wa siku, ukishafahamu kusudi, utakuwa na uwezo wa kupambanua ndani ya kwamba uwezo uliowekewa ni mkubwa sana. Kwa wewe ni jambo moja ambalo naweza nikakushauri ya kwamba kusudi halitoki nje yako wewe. Kusudi liko tayari ndani yako. Cha msingi ni kuligundua kusudi lako. Yaani wewe umeumbwa ili uweze kuishi, umekamilika kusudi lako na uwezo uliopewa tayari unao. Changamoto ni kugundua kwa wakati. Na unapochelewa kugundua kusudi lako la maisha, unachelewa pia kufikia ndoto zako za maisha. Unachelewa kufanya assignment ambayo umepewa. Kwa sababu Mungu alipokuweka, wewe ulipowekwa, umewekwa ili ufanye assignment, ili uweze kufanya kusudio fulani. Na kitu kingine cha msingi ambacho nitakukumbusha leo ni kwamba kusudi lako la maisha ni namna ambavyo wewe umeitwa kuwasaidia wengine na sio kwa ajili ya kujinufaisha. Kwa ukakuta kwamba kuna shughuli ambayo unaifanya ambayo inakunufaisha wewe au unataka ije kwako, hilo sio kusudi lako la maisha. Kusudi lako la maisha ni kwenda watu wengine wafaidike na wewe kupitia namna ambavyo laws au kanuni zimeshawekwa. Mungu ameshaweka kanuni, itakufanya unapofikiria wengine ndivyo ambavyo wewe unakuwa katika kusudio lako, unakuwa katika namna ambavyo umeitwa. Na ukweli ni kwamba jambo la kufurahisha ni kwamba Mungu anafadhili miradi yake mwenyewe. Kwa hiyo anapokupa assignment, hata pale kazini kama ni meneja, unapoajiriwa unapewa majukumu ya kwamba wewe utafanya jambo 1, 2, 3 mpaka 10. Haya ndio majukumu yako na utalipwa kiasi hiki. Kwa hiyo unalipwa si kwa sababu ya uwezo wako, unalipwa kwa sababu unatekeleza assignment au task au jukumu ambalo umepewa. Kwa ukitekeleza lile jambo, hatua zile majukumu yale 10 umeyatekeleza kwa uzuri, unalipwa kwa haki. Kwa hiyo utagundua ya kwamba watu wengi wanalipwa nje ya uwezo wao. Aidha analipwa zaidi ya uwezo wake, kwa sababu haulipwi kwa sababu ya uwezo wako, unalipwa kwa sababu ya jukumu ambalo umepewa. Kuna wengine wanalipwa chini ya ambacho litakiwa kulipwa, si kwa sababu uwezo wake ni mdogo, lakini kwa sababu majukumu aliyopewa ndio yanapelekea pale. Kwa hiyo utajikuta kwamba malipo hayategemei namna ambavyo uwezo wako upo. Kama uko katika jukumu fulani, utalipwa kwa sababu umepewa jukumu la kufanya na wewe umeweza kulitekeleza. Kwa hiyo ujumbe wangu leo ni nini? Leo nakuambia kwamba ni muhimu kugundua kusudi lako, ni muhimu kuliishi kusudi lako. Kugundua ni swala moja, lakini kuliishi ni swala lingine. Na jambo la msingi la kufahamu ni kwamba hauwezi ukafanikiwa kwa kuhisi kwamba jukumu lako litakuendesha. Fikra yako umepewa ili ianze kutembea, iweze kuchukua hatua mbalimbali ili uweze kufikisha hatua hiyo. Kwa utajikuta ya kwamba unapokuwa mdogo tayari una kusudio lako. Asilimia kubwa wengi hawajaweza kufikia malengo yao kwa sababu walikatishwa tamaa na familia ambazo wametoka, walikatishwa tamaa na walimu, walikatishwa tamaa na wachungaji ambao wamekuwa nao, walikatishwa tamaa na marafiki ambao walikuwa nao, hivyo kushindwa kufikia kusudi lao la maisha.